ningetaka sasa niwaambie kwa nini niko hapa Songea. Nimekuja Songea kwa ajili ya mkutano wa Injili ambao utafanyika viwanja vya Matarawe pale kuanzia siku ya Ijumaa ambayo tarehe 26, siku ya kesho mpaka tarehe 28 ambayo ni siku ya Jumapili. Na mkutano huu utakuwa ni mkutano wa dini zote, madhehebu yote, watu wa kabila zote bila ubaguzi. Ni mkutano ambao utakuwa hauna kiingilio, ni bure. Maombezi yale yatakuwa ni bure kwa watu wote. Lakini katika mkutano huu tunategemea kuona wagonjwa wataponywa, na vipofu wataona, na wale mavu watafunguliwa, wataponywa kabisa, na maskini watakwenda kuhubiriwa habari njema, na Mungu atawabariki na kuwafanya kuwa matajiri. Hili sina mashaka nalo kwa sababu Mungu amekuwa akilifanya katika maisha yangu. Wakazi wa Ruvuma na wilaya zake zote, nazungumzia na Ntumbo, alafu kuna Tunduru, Mbinga, Nyasa. Nasema sio tu baada ya kuondoka, hata nikiwepo hapa kuna mabadiliko watayaona. Amen. Nikiwepo hapa kuna watu walikuwa walali watalala vizuri. Amen. Kabla sijaondoka kuna watu walikuwa na magonjwa yatawachia magonjwa, na nyinyi mtakuwa mashahidi wenyewe. Naomba muwafuate. Yaani mara baada ya maombezi watafuteni hao watu muwafuate. Mimi nawaruhusu sababu nitawaacha hapa. Alafu waulizeni baada ya maombezi nini kimetokea kwao. Lakini hata nikiondoka, hayo maendeleo, hizo baraka, huo uzima utaendelea kuwa ndani yao. Kwa hiyo mtaona kwa macho, wategemee kuponywa, kufunguliwa, kubarikiwa. Kuna swali nimekuwa nikiulizwa kwamba hii misukule hii, na mjaniuliza unamaanisha nini prophet? Misukule maana yake nini? Misukule ni mtu aliyekuwa, kwanza ni mtu kabisa aliyekuwa mzima anaishi kwenye jamii, lakini akafariki katika mazingira au katika mazingira tatanishi, katika mazingira ya kishirikina au katika hali ya mazingara ya kichawi, na akazikwa. Watu wakaamini kwamba amezikwa, amefariki, lakini yule mtu anakuwa amechukuliwa kiufahamu, amechukuliwa kiroho, na akawa anatumikishwa katika kazi ngumu. Yuko analimishwa, yuko anachimba madini, yuko anabebeshwa mizigo, anaingiza madukani, anafanya hivi na hivi, lakini haonekani katika macho ya nyama. Na baadhi ya ndugu wanaweza wakawa wanalia. Sasa kuna hiyo namba moja. Kwa hiyo watu wa namna hiyo, kama kuna mahali wamefichwa, wapo, watakwenda kuwaona wenyewe ndio. Watakwenda kurudishwa. Maana Mungu ametuma kuja hapa. Lakini kuna aina nyingine ya misukule. Sio usiegemee tu hapo kwa mtu ambaye labda atatoka kaburini akafunikwa, hapana, au hapo kwenye mapango au kwenye mashimo, hapana. Kuna wale ambao sasa wanatembea kana kwamba ni wazima, wako ndani ya mahusiano, kwa mfano wako ndani ya ndoa lakini hawapati watoto. Huyu ni msukule aliyeibiwa nguvu za kiume na nguvu za kike. Mayai yanaweza kuibiwa yakahifadhiwa mahali, mbegu zinaweza zikaibiwa zikahifadhiwa mahali, ukaenda hospitalini ukapimwa ukaambiwa hauna shida yoyote kabisa, lakini haupati watoto. Maana yake mbegu zako na mayai yako kuna mahali zinatumika kuwafanikisha wengine. Kwa hiyo huyu na yeye yuko katika kategori hiyo ya msukule aliyeibiwa uzao wake. Kwa hiyo atakapokuja kufunguliwa, maana yake urejesho wa viungo vyake, mbegu zake, mayai yake unarejea, na vile ambavyo vilikuwa vinatakiwa vionekane kama watoto watakwenda kuonekana. Kwa hiyo ni concept pana sana hiyo, ni pana. Mimi nikisikia msukule na wazo kwamba hey, tunakufukua makaburi, ni zaidi ya hiyo. Kwa hiyo mengi zaidi mtayapata kwenye mkutano.